Je, umewahi kujiuliza Musa alizikwa wapi? Na kwa nini mtu aliyewaongoza Waisraeli kutoka utumwani, aliyegawanya bahari, aliyenena na Mungu uso kwa uso, hakuruhusiwa kuingia nchi ya ahadi? Hii ni hadithi ya utii, kosa moja, hukumu na rehema isiyoonekana kwa macho ya haraka. Musa hakuwa mtu wa kawaida. Alizaliwa chini ya hukumu ya kifo, akaokolewa majini, akaishi ikulu ya Farao, lakini moyo wake ukabaki kwa watu wa Mungu. Kupitia yeye, bahari ya Shamu iligawanyika, jangwa likatoa chakula na mwamba ukatoa maji. Lakini hata mtu huyu mkubwa alifikia siku ya mwisho. Kwa miaka 40, Musa aliwavumilia watu waliolalamika. Aliwaombea walipoasi, aliwabeba walipotamani kurudi Misri. Siku moja, watu walipohitaji maji, Mungu akamwambia Musa wazi, "Lizungumze jiwe." Lakini Musa alikuwa amechoka, hasira ikatawala hekima. Akaupiga mwamba mara 2, na kwa hasira akasema, "Je, tutawaletea maji kutoka mwamba huu?" Maji yakatoka, lakini Musa hakumtukuza Mungu mbele ya watu. Ndipo Mungu akasema hukumu nzito. "Kwa sababu huniheshimu mbele ya Waisraeli, hutawaingiza watu hawa katika nchi niliyowaapia." Musa alipendwa, lakini hakuepushwa na nidhamu. Siku ya mwisho ilipofika, Mungu alimpeleka Musa juu ya mlima Nebo. Kutoka pale, akaiona nchi yote ya Kanaani. Aliiona, lakini hakuikanyaga. Na hapo, kabla hajafa, kulikuwa na mazungumzo mafupi. Mazungumzo ya mwisho. Mazungumzo kabla ya kifo. Musa, kwa sauti ya unyenyekevu, "Ee Bwana, nimekimbia mwendo wangu. Nimebeba watu wako kwa miaka mingi. Naona nchi, ingawa siingii." Mungu, kwa sauti tulivu yenye mamlaka, "Musa, mtumishi wangu mwaminifu, nimeona kazi zako, nimesikia maombi yako, lakini hukumu yangu imesimama." Musa, "Basi naomba jambo moja tu, Ee Bwana, usiwaache watu hawa bila kiongozi." Mungu, "Nimeshamchagua Yoshua, atawaingiza nchi uliowaona kwa macho yako. Lala kwa amani Musa." Kimya cha mlimani. Na hapo Biblia inasema jambo la kushangaza sana. Musa akafa na Mungu mwenyewe akamzika. Hakuna nabii aliyekuwepo, hakuna kaburi lililoandikwa jina, na hadi leo hakuna anayejua Musa alizikwa wapi. Kwa nini kaburi lake lifichwe? Ili watu wasiabudu kaburi badala ya Mungu. Ili heshima ibaki kwa muumbaji, si kwa mtumishi. Na ili Musa akumbukwe kwa utiifu wake, sio kwa jiwe la kumbukumbu. Na kuna ukweli ambao watu wengi hauujui. Adabu ya Musa